Mwenyezi Mungu amewabariki kuwa sehemu ya mafunzo hayo, na walioleta mafunzo haya walikuwa na nia njema na sio nia ovu. Kwa hiyo niwaombe vijana wetu, muende mkajitolee kusoma kwa bidii, ili mkitoka hapa mtoke mkiwa mna kitu, na madhumuni na malengo ya walioanzisha jambo hili basi yawe yamesucceed, tuseme jambo liwe limefanikiwa. Mkitoka hapa umekaa miezi 6, hujui kupamba, hujui kupika, hujui kuchomelea, utakuwa hujatenda haki. Sisi kama viongozi wenu tunajitahidi, tunapambana kutafuta wadau kulia na kushoto ili kuweza kuwatengenezea mazingira mazuri. Kwa hiyo tunategemea watoto wetu mtakwenda kufanya vizuri, na dunia ya sasa hakuna maisha ya ujanja. Dunia ya sasa hakuna maisha ya ujanja, na ndio maana serikali kuu wamerudisha somo la ufundi stadi katika shule zetu. Kwa hiyo niwaombe muende mkasome ili muweze kupata vyeti. Kupata cheti ni jambo moja, lakini lazima uhakikishe ukienda kwenye practice unafanya vizuri. Safari ya Maendeleo Tanzania leo tunazindua rasmi mafunzo ya stadi ama mafunzo ya kumpa kijana ujuzi. Mafunzo haya yameratibiwa na Safari ya Maendeleo Tanzania pamoja na serikali ya mtaa Kigogo Fresh B. Ninaomba nisiwe mchoyo wa fadhila, nielekeze shukrani zangu za dhati kwa kiongozi ama kwa rais wa mtaa wetu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kigogo Fresh B, kwa nguvu na jitihada ama juhudi pamoja na wajumbe wote waloziweka katika kuhakikisha wanahamasisha jambo hili kwa umuhimu wake, na hatimaye tunapata kufanikiwa kuwapata vijana kushiriki mafunzo haya muhimu yanayolenga kumkwamua kijana, kumwezesha kiuchumi, kielimu, lakini kijamii pia. Tunaamini kijana ni taifa. Kwa hiyo kijana akiwezeshwa vizuri na akishikwa mkono, kijana anaweza kufanya maajabu. Tunaona hili kutokana na namna ambavyo vijana wako mafunzoni. Hivyo niendelee kusema, wewe kijana uliyepata nafasi hii leo, huko hapa kwa ajili ya kushiriki mafunzo haya yatakayoendeshwa kwa kipindi cha miezi 6 kwa udhamini wa Safari ya Maendeleo Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya mtaa Kigogo Fresh B pamoja na wakazi wote wa eneo hili. Amini umetumwa na ukumbuke umetumwa. Tunatamani kuwa na eneo ama kuwa na mitaa ama kuwa na wananchi hodari na wenye mapenzi mema na ya dhati kwa taifa, lakini pia wenye kutaka kuidumisha amani kwa kuwa raia wema, ili kuendelea kuenzi na kudumisha yale yote yaliyotamaniwa kuonwa na waasisi wa taifa hili Tanzania. Naamini haya ni mafunzo ya ufundi. Kwa hiyo naamini kwa sababu mimi mwenyewe pia mwalimu wao ni mpambaji na ninaishi kupitia mapambo hayo na naendesha familia yangu vizuri. Kwa hiyo naamini hata wao wataniga mimi ninachokifanya mimi. Na ndio maana wakazania sana katika kuwafundisha wasichukulie tu kawaida, waichukulie kama ni kazi kama kazi zingine. Ni kwamba itawasaidia watakapokuwa kwa mtaani kutafuta masoko. Na wakijifunza vizuri, mama soko ni anatafutwa, ni kweli wapambaji wako ni wengi. Kwa hiyo wakishakuwa ni wapambaji, mara utakuwa ni fundi, utakuwa na ubunifu wa tofauti na wenzio wote ambao wamepita sehemu tofauti. Ushauri wangu kwamba wawe makini katika kufundishwa. Na nitajitahidi sana kuwasimamia katika hilo. Na kwamba wasizembe katika mafunzo. Ila kwa sasa ni kweli wanajitahidi sana, hata kufika wanazingatia kinachowaelekeza. Kwa hiyo naamini kabisa itaenda vizuri. Kwenye chuo chetu tunajifunza ufundi stadi ikiwemo ushonaji, upishi, ufundi cherehani, ufundi kuchomelea na mapambo. Hii elimu tunaojifunza hapa itatusaidia kujikwamua katika maisha yetu, kupata ajira, kuendeleza maisha yetu kama vijana.